Shalom, shalom. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wasalamu alaikum kwa wale wa dini ya imani ya Kiislamu. Nimewasalimu kwa majina ambayo ni majina yanayotumiwa katika ulimwengu wetu wote kwa sababu ya imani tofauti tofauti ama watu tofauti tofauti, lakini yote yakibeba maana jina la Mungu wetu aliye mmoja tu ambaye ndio muumbaji, aitwaye Jehova. Majina yangu ninaitwa Prophet Nyelele wa huduma ya Time of Redemption Ministry, ama kwa Kiswahili unaweza ukasema saa ya ukombozi, ambayo ipo hapa Tanzania katika mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbalali, kata ya Igulusi na kijiji cha Luanya. Kwa siku hii ya leo natamani kuongea jambo moja ambalo litaleta umuhimu ama ufunguzi wa ufahamu na akili zetu, tukajua kwamba Mungu alikuwa ana makusudi gani juu ya maisha yetu. Ikaleta maana kwamba kusudi la Mungu la sisi kuwepo ni maana gani, lakini pia itakuwa na ufumbuzi mkubwa na mzuri juu ya maisha yetu. Kwa nini leo hii tupitie yale ambayo tunayapitia, na hali Mungu tunajua yeye amesema hatuwazii mabaya, yeye anatuwazia mema ya kutupa tumaini siku zote za maisha yetu. Na ujumbe ambao nitatembea nao ndani ya mwezi huu mzima, na kuhakikisha unasaidika na kuhakikisha unakuwa huru sawa sawa na kusudi lake ambalo yeye mwenyewe Mungu amelizungumza. Alisema mtaifahamu kweli na ile kweli ndiyo itaweka huru. Mimi niko hapa kukupa ukweli wa kuhusu habari za Kristo aliye Mungu na namna ambavyo ana uwezo wa kutusaidia katika maisha yetu. Na ujumbe ambao nitakuwa nikizungumza nao ama nitakuwa nikiuelezea, nitaeleza ujumbe unaozungumza kwamba matukio ya kishetani katika ulimwengu wa kibinadamu. Matukio ya kishetani katika ulimwengu wa kibinadamu. Kwa mfano mzuri, nikianza na kusoma neno la Mungu lililonenwa kwenye Biblia, kwenye kitabu kile cha Ayubu, ile sura ya kwanza mstari ule wa 6. Ukianza pale mstari wa 6, kuna mambo makubwa utajua kabisa namna ambavyo matukio haya ya kishetani yaliweza kumuasili mtu, na yule mtu asijue kama ni shetani ndio aliyotoa lile shambulizi. Nitatamani nisome kwa ufupi kidogo, lakini zaidi hapo wewe unaweza ukaendelea kwa muda wako. Nimesema Ayubu ile sura ya kwanza na mstari wake ule wa 6. Biblia inasema, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huko na humo. Ukiendelea pale mbele ndio utakuja kuona sasa matukio yaliyokuja kutokea baada ya mazungumzo ya Mungu na Shetani katika dunia ya kiroho, ambapo mwanadamu hakuweza kugundua lolote. Kilichomkuta mwanadamu ni yale matokeo ya ule mkakati uliopangwa kule, ama ni madhara ambayo yamekusudiwa kutoka kule ulimwengu wa kiroho. Kwa ninapozungumzia matukio ya kishetani kwenye maisha ya wanadamu, ninamaanisha hivi: watu wengi mpaka leo tumeathiriwa na matukio ambayo yametukumba katika maisha yetu. Tumeathiriwa kibiashara, tumeathiriwa kiuchumi, tumeathiriwa kindoa, tumeathiriwa kiafya, lakini bado hatujajua mpaka hivi leo tunazidi kutafakari, haya yaliyonipata yamenitokea kwa sababu gani? Yamenikumba kwa sababu gani? Nataka nikwambie, katikati ya matukio, katikati ya matatizo ambayo wewe unayapitia, katikati ya matatizo ambayo wewe unakumbana nayo, katikati ya mateso ambayo wewe unakumbana nayo,
tayari usisahau, tambua ya kwamba miongoni mwa hilo tatizo hakukosi ufalme wa giza ambao ndio una monitor ama unasimamia ama una control hilo tatizo. Kwa hiyo hapa Mungu aliweka kikao na malaika wake watakatifu kule mbinguni, akijadili namna gani ya kuendeleza ufalme wake, namna gani ya kuendeleza ufalme wake, kwa jinsi gani amtendee yapi mwanadamu. Lakini ndani ya kile kikao, ghafla akaona kuna ugeni uliojihudhurisha, na alipotazama akatambua ni muasi ama ni malaika muovu ambaye anaitwa Ibilisi. Mungu akasitisha mazungumzo kuendeleza ile agenda ama ule mjadala alikuwa amekusudia kuzungumza kwa malaika wake, sawa sawa na siku ile ambapo Mungu anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Ikumbuka kwamba kila jambo ambalo Mungu anataka alifanye huwa anakuwa anatengeneza join, umoja, hata katika baraka za kubariki, hata katika namna ya uponyaji, hata namna ya kukusaidia. Mungu huwa anatengeneza ushirika jinsi gani akusaidie. Ndio maana kuna ushirika ule unaosema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hawa watu watatu huwa wanakaa na kuwa kitu kimoja, then wanajadili utendewe kitu gani. Lakini katika huo mpango Mungu ambaye ameitisha kikao ili akae aangalie namna gani ya kumsaidia mwanadamu, miongoni ndio anatokea hapa Ibilisi. Alipotokea Ibilisi, Mungu akasitisha ule mkakati, kisha akamuuliza maswali. Shetani, umetoka wapi? Maana wewe sio mwaliko kwenye hiki kikao. Ndipo shetani anajinadi, anasema mimi nimetoka duniani kuzunguka na kutembea humo na humo. Mungu akauliza, kama ni duniani kuna wanadamu, kuna watu wangu, watu wa sura yangu. Akamuuliza, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu ambaye moyo wangu umependezwa naye? Shetani naye akatoa sifa zake, akasemaje? Ayubu kwanza anakucha na umembariki katika baraka nyingi, kwa sababu wewe umeachilia vitu vingi sana kwake. Sasa ondoa vile vyote alivyo navyo, uone kama wewe ni mkamilifu. Mtu wa Mungu, nataka niseme kitu kimoja. Vile ambavyo wewe ulivyo, unaweza kujua maisha yako tangu awali. Kuna mambo ulikuwa unayo, kuna vitu ulikuwa navyo, aidha ni pesa, aidha ni amani, aidha ni uchumi, aidha ni afya, lakini leo ukiangalia havipo. Kuna kikao kilifanyika kwenye ulimwengu wa kiroho na ikatumwa agenda ya kukumaliza, ya kukufikisha mpaka hapo ulipo leo. Tunaona kwa Ayubu kilichofanyika. Baada ya kujinadi, Mungu akasema okay, that's fine. Fanya chochote uwezacho, maana wewe ndio unayemiliki, unaishikilia sasa dunia. Tunaona shetani akatoka mbele za Mungu, akaja kwenye dunia yetu sasa, na huku ndiko alipoanzisha matukio ya kipepo ya kudhuru. Tunaona cha kwanza, shetani akatengeneza upepo. Kwa hiyo pointi ya kwanza ninayotaka uifahamu ninapozungumzia matukio ya kishetani katika ulimwengu wa wanadamu, jua matukio mengi yanatengenezwa, vitu vingi vinatengenezwa, mambo mengi yanatengenezwa. Upepo upo kutengenezwa, kuna magonjwa kutengeneza, kuna umaskini kutengenezwa, kuna shida za kutengenezwa, kuna madeni yaliyotengenezwa, unatengenezewa. Ndio maana Mungu ameniambia nizungumze na wewe kwa habari ya matukio ya kishetani kwenye ulimwengu huu. Basi nikisema hayo, ninaamini nitakuwepo wakati wote nikiendelea na huu ujumbe, lakini sitaishia tu kukuzungumzia. Ninataka Mungu akusaidie, na nina hakika Mungu aishia mbinguni, yeye aitwaye Jehova, ambaye mkono wake si mfupi, atakusaidia, atakufungua, na hayo matukio kwako yatakoma. Nataka niombe kwa niaba yako. Wacha niombe kwa niaba yako. Baba, uketia mahala pa juu, wewe ambaye ufalme wako una nguvu, wewe uliyeifanya dunia kwa nguvu na misingi ambayo wewe umeijua, ambaye Baba wote upo duniani kote, ninaomba kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Baba yamkini maisha yake yamepigwa na mashetani, yamepigwa na washirikina, yamepigwa na wachawi, yamepigwa na nguvu za giza, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kupitia huu ujumbe ambao Baba
wataendelea kusikiliza, na ambao wameusikiliza leo kwa habari ya matukio. Yamkini amefukuzwa kazi, yamkini ameachishwa kazi, yamkini amefiwa, yamkini amefilisika kwa namna moja ama nyingine, lakini ikiwa ni mkono wa giza ulioyapiga, ninaomba kwa nguvu na uweza wako, achilia upako tena, achilia upako tena katika jina la Yesu Kristo Mnazareti hai. Wewe ndio uliyesema yako matumaini ya mtu uliyekatwa ya kwamba utachipuka. Ninaomba kwa neema yako Baba, chipusha tumaini tena hata katika kipindi kijacho. Baba, chipusha tumaini la huyu mama ambaye mimba zinaharibika, ambaye uchumi unaharibika, ambaye kazi inaharibika, ambaye Bwana amekuwa hana ajira. Ninaomba achilia neema yako ya uweza, ukaminue tena na matukio ya kipepo yakakome juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo aliye wa Nazareti. Nimeomba nikiamini, amen.